Ameyasema hayo akiwa jijini Arusha katika kongamano la waandishi wa habari lililofanyika mkoani Arusha, ikiwa ni kuelekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambapo kilele chake ni tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026. Amesema kuwa yapo matukio yaliyotokea kwa waandishi wa habari na katika vyombo vya habari yanayodhoofisha uhuru wa habari hapa nchini. Katika kutathmini, tumeona kwamba Tanzania imeshuka sana kwa uhuru wa habari, hasa mwaka jana, mwaka 2025, wakati kabla na baada ya uchaguzi. Wanahabari wengi walichukuliwa na kuingizwa ndani, lakini pia vyombo vingi vya habari vilifungiwa, hasa vyombo vya mtandaoni vilifungiwa sana. Lakini ukiangalia pia mwaka huu tumeutafakari pia kuanzia Januari mpaka Aprili, ni tayari vyombo 8, kuna matukio 8 ya vyombo vya habari kufungiwa. Tumeona kuna Jambo TV na pia wanahabari kuchukuliwa kama Alois Nyanda kule kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tumeona matukio tayari yameshafika 8 na tuko kwenye robo mwaka ya kwanza. Kwa hiyo bado hali sio nzuri sana ya wanahabari. Lakini pia sheria haitusaidii sana kuwalinda wanahabari. Kwa hiyo tumejadiliana sana na tutatoka na maazimio baada ya kumaliza tukio hili. Kupata habari na kutoa taarifa ni haki ya binadamu ambayo ni kubwa sana hata kwenye mikataba ya kimataifa. Kwa hiyo tukipata sheria nzuri zinazowalinda wanahabari, siku tutakuwa safi sana. Mwenyekiti wa taifa wa chama cha wafanyakazi katika vyombo vya habari, Musa Juma, amesema kuna haja ya serikali kutazama upya maboresho ya sheria ya wanahabari na vitu vinavyokwaza uhuru wa vyombo vya habari na kuviondoa, huku mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF Deodatus Balile akieleza umuhimu wa kutumia teknolojia katika kuchakata habari. Kwa hiyo tunaomba sisi maboresho ya sheria, tunaomba mazingira ya kazi ya vyombo vya habari yawe mazuri, lakini kikubwa tunataka wamiliki wa vyombo vya habari waboreshe maslahi ya wanahabari. Tumesema hapa ndani katika mada iliyopita kuhusu ubunifu wa katika sekta ya habari kuelekea miaka ijayo. Sisi tumesema ubunifu ni ngumu kupatikana kama watu hawana maslahi bora. Kwa hiyo kama mwandishi habari akilipwa vizuri, ina maana atakuwa na ubunifu akifanya kazi. Lakini vile kama mwandishi habari atapatiwa ulinzi wa kazi yake, ina maana atakuwa mbunifu na ataboresha kazi yake. Kuna kupungua kwa mapato kwenye vyombo vya habari. Kuna mabadiliko ya teknolojia kwenye vyombo vya habari. Kuna waandishi kuwa na wasiwasi. Kuna taasisi na watu mbalimbali kuwaza kwamba serikali inaendelea kutunga sheria ambazo ni ngumu au inakataa kurekebisha sheria ambazo tunaamini kwamba zinakwaza uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa pamoja hapa tunajadiliana kuona ni kipi tuende nacho, kitutoe hapa tulipo ili kusonga mbele. Na swala la teknolojia tunaendelea kujadili na tunakwenda kwenye breakaway sessions kuona jinsi gani hizi teknolojia zilizojitokeza, teknolojia ya hii wanaita akili tarakilishi, wengine wanaita mnemba AI, kwamba jinsi gani sasa vyombo vya habari vitakavyoitumia kunufaika na hii teknolojia badala ya kuikimbia. Na kwa ushauri wetu tunasema kwamba tujifunze, tuielewe, tuifahamu, tusiikimbie teknolojia. Mwenyekiti wa MISA Tanzania Edwin Soko ameiomba serikali kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa na tume iliyoongozwa na Tido Mwando, huku Asha Abinala akieleza umuhimu wa serikali kuunda mfuko wa kuendeleza vyombo vya habari. Ile ripoti na mapendekezo mazuri sana katika ile tume iliongozwa na kaketu Tido Mwando akiwa kama mwenyekiti. Yale mapendekezo sisi kama MISA Tanzania na sekta kwa ujumla ya habari tunamuomba sana Mheshimiwa Rais na waziri mwenye dhamana ya habari waweze kutekeleza mapendekezo ambayo yalitajwa kwenye ripoti ile ya hali ya uchumi katika vyombo vya habari. Hadi kufikia sasa bado kuna mazingira ya waandishi wetu wengi wa Tanzania kufanya kazi kwenye mazingira duni. Vyombo vya habari bado havina ustawi mkubwa wa kimapato. Mishahara imekuwa ni shida kwa waandishi wa habari. Bima kwa ajili ya security ya maisha yao imekuwa shida. Sasa ile ripoti imekuja na mapendekezo mazuri sana. Tunaomba ile ripoti ianze kutekelezwa, ifanywe execution. Ingependeza kama serikali ingeweza kutenga mfuko maalum kwa ajili ya kuendeleza vyombo vya habari. Kwa sababu vyombo vya habari, unajua vyombo vya habari vinafanya kazi ya kijamii. Pamoja na kusema ni kweli vinakuwa vinajiendesha na kutafuta mbinu mbalimbali za kibiashara ili kuweza kuendesha kibiashara, vyombo vya habari ni sekta ambayo inatakiwa iwe na mfuko maalum wa kuweza kuiendeleza. Kwa hiyo kama serikali inaweza kaweka mfuko maalum
kwa ajili ya kuendeleza vyombo vya habari. Hiyo ndio maoni yangu kwa ujumla. Waandishi mbalimbali wameweza kukutana hapa jijini Arusha kwa ajili ya kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na mustakabali wa fani hii ya uandishi wa habari, ikiwemo matumizi bora ya akili mnemba. Kutoka hapa katika ukumbi huu uliopo katika hoteli hii ya Mount Meru mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.